Tafsiri ya aya ni kwamba Allah amewaita watu kwa sifa ya iman. Ya ma'ashara almu'minin, enyi waumini. Ya man saddaqtum billahi wa rasulihi, enyi mliomsadiki Allah na mtume wake. La tattakhidhu al-kuffara, msiwafanye makafiri. Alladhina hum a'da'i wa a'da'ukum, makafiri ni watu ambao mimi ni maadui zangu na nyinyi ni maadui zenu. Yani nyinyi mkishasema mmemwamini Allah, wale wasiomfahamu, wasiomtaka, wasiompenda Allah, nyinyi mnaomkubali pia mnakuwa ni maadui zao. Sasa msiwafanye makafiri ambao ni maadui zangu na nyinyi ni maadui zenu asdiqaan wa ahibaa, msiwafanye kuwa ni vipenzi na marafiki. Msiwafanye marafiki na vipenzi. Hupaswi kuwa na urafiki na mtu kafiri ambaye yale unayoyaamini wewe yeye anayakataa, na yale unayoyachukia wewe yeye ndo mapenzi yake. Sasa mtakuwaje marafiki? Fa inna alamata al-imani, hakika ya alama ya imani ya mu'min, ili yajulikane mu'min kuwa ni muumini kweli, katika alama zake bughdhu a'da'illahi la muwalatuhum wa sadaqatuhum. Kama mu'min kamuamini kweli Allah, basi ushahidi wa kuwa kamuamini Allah ni kuwachukia wale maadui wa Allah, sio kuwapenda. Kama umemwamini Allah, unamkubali Allah, na kuna watu wanampinga, hawamtaki, hawampendi, ishara ya kuwa wewe ni muumini wa Allah, uwachukie wale ambao wanamchukia Allah. Sasa nyinyi mnawapendaje hawa watu? Qala fi tashili, Sheikh aliandika tafsiri ya Qur'ani inayoitwa tashili. Kwenye aya hii kasema hivi: nazalat itaban li Hatib, aya hii iliteremka kwa lugha ya kugombwa Hatib ibn Abi Balta, yule ambaye jana tulisoma sababu ya kuteremka kwa aya hii ni kitendo alichokifanya huyo sahaba. Zajaran, aya hizi zilikuja kumhusu Hatib kwa ajili ya kumkemea au kumgomba. An yaf'ala ahadan mithla fi'lihi, kugombwa huku hakugombwi kwa yeye tu mtendaji ambaye ndo sababu ya kushuka kwa aya. Anagombwa kila mtu ambaye ana dhamira ya kufanya kitendo kama alichofanya huyu. Huyu kafanya kitendo hakipendezi. Kushuka kwa aya hii ni onyo kwa mtu yoyote atakayekuwa na tabia kama hii, kumpenda mtu ambaye ni adui wako na adui wa kaumu yako, adui wa mtume wako, adui wa Mungu wako. Wafiha, na katika aya hii, ma dhalika, pamoja na kwamba imekuja kugomba tashrifu lahu, kumetumika lugha ya kumtukuza huyo anayegombwa. Kagombwa lakini si kwa kukasirikiwa. Ndio maana Umar alipodai kwa mtume apewe ruhusa amkate kichwa huyu mnafiki, mtume akamwambia hapana, huyu hapaswi kukatwa kichwa, kwa sababu huyu kashuhudia vita vya Badri, na hujui Allah alivyowaangalia watu walioshiriki vita vya Badri, mapenzi aliyowapenda na maamuzi aliyoamua kwao. Kwa hiyo Allah katumia lugha ya kuonyesha huyu mtendaji wa kosa hili bado mbele ya Allah alikuwa ana sharaf, hakutolewa katika imani wala hakuonekana kuwa ni mnafiki au msaliti au vipi. Kitendo alichofanya kibaya, hata kama alikifanya kwa nia nzuri, lakini ni kibaya, ni hatari. Kwa hiyo ni onyo mtu mwingine asije akafanya kitu kama hiki. Kwa hiyo imemgomba aya mtu kwa tendo alilolifanya, lakini imemgomba kwa lugha nzuri, lugha ya kuonyesha bado anakubalika, anaheshimika.
tashrifu lahu, kumeonyeshwa lugha ya sharafu kwa huyo aliyegombwa. Lianna Allah, kwa sababu Allah, shahida lahu bil imani fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu, mpaka anamgomba bado Allah anamtambua, anashuhudia kuwa huyu ni mu'min kwa vile alivyoita enyi mlioamini, akikusudiwa huyu na wengine wenye tabia kama hii. Kwa hiyo waumini waliambiwa wawe na umakini kiasi cha kutosha kwenye baadhi ya mambo na maamuzi wanayoyafanya. Unaweza ukaamua jambo mwenyewe ukaona kwa nia njema, lakini hujui hatari iliyoambatana na maamuzi yako hayo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, musiwafanye maadui zangu na maadui zenu auliyaa, kuwa ni vipenzi au marafiki. Tulquna ilaihim bil mawadda, mukajiachia kwao kwa mapenzi. Mawadda yanakuwa ni mapenzi ya ziada ya mahaba. Alhubbu ni kupenda, lakini alwuddu inakuwa kubwa zaidi kuliko alhubbu. Nyinyi mmewapenda kupitiliza hawa watu ambao hawakustahiki kuwekewa mapenzi kiasi hicho. Tuhibunahum, munawapenda hawa watu. Watuwaddunahum, hiyo tuhibuna ndio inatokana neno mahabba. Tuwadduna inatokana neno mawadda, yani mnawapenda na kuwapenda na kuwapenda. Watusadiqunahum, na mnawasadiki wanayoyasema, yani mkikaa nao vikao mnawaona kama waungwana vile, kila wanalotoa katika hoja rai nyie mnakubali tu, hamjui kuwa wanakuleni kivuli, hamjui. Ma annahum a'daun adillaun lakum, pamoja na kwamba hawa watu ni maadui, tena maadui wakubwa wa shari kwenu, ni maadui waliopitiliza, lakini nyie bado mnawapenda tu. Qala al-Qurtubi, Qurtubi amesema tukhbirunahum bisarairi almuslimin, nyinyi waumini upande wenu kuna pangwa mambo ya siri zenye manufaa kwenu kama waumini, lakini tukhbirunahum, munawajulisha hawa makafiri bi asrari almuslimin, siri za waislamu. Tukhbirunahum bi sarairi almuslimin, mnakwenda kuwajulisha makafiri siri zilizopangwa na waislamu. Watansahuna lahum, na mnawapa nasaha, mnawapendelea mazuri wakati wao wanakupendeleeni mabaya. Yanayopangwa huko kwao dhidi yenu ni kuangamiza kila kitu katika kizazi chenu, lakini nyinyi huku mnaopangiwa maangamizi mnatengeneza na kuandaa mazingira ya kwamba muwalinde maadui zenu wanaotaka kukuangamizeni. Kwa nini muwapende wakati ni maadui zenu? Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, ilhali hii haki iliyokuja kwenu wao wameikufuru. Wewe unasema Mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki ni mmoja tu, hana mshirika. Wao wana waungu wengi, hawakubali itikadi yako ya kwamba Mungu ni mmoja. Wao kwa misimamo yao wanakuona wewe kafiri na una haki ya kuangamizwa wakati wowote, lakini wewe bado unawapenda, unawalinda. Kwa hiyo unatengeneza mwanya bora wa kuangamize wewe na watu wako, lakini wao wabakie salama. Sasa hii akili gani? Tulquna ilaihim bil mawadda, mnajitupa kwao kwa mapenzi ya hali ya juu, mnawapenda sana. Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, wakati hawa watu wameyakufuru yale yaliyokuja kwenu katika haki. Haki mlioletewa nyinyi wao wanaikataa. Walhalu annahum kafirun, mnawapenda hali ya kwamba hawa watu ni makafiri. Kafiruna bidinikum wa biqur'anikum
wa binabiyikum, wanaikataa dini yenu kwa ujumla, hawana habari nayo. Wanaikataa Qur'ani ambayo ni maneno ya Mola wenu, ambayo kwenu ni mwongozo sahihi. Wanamkataa na mtume wenu aliyetumwa kuja kuwatoa kwenye viza, kuwaelekeza kwenye nuru. Hivi vitu kwao vyote havina maana, lakini bado still nyinyi mnawapenda tu. Kwa nini muwapende? Walhalu annahum kafiruna bidinikum wa biqur'anikum alladhi anzalahu Allahu alaykum bilhaqi alwadih. Wanaikataa dini yenu na Qur'ani ambayo Allah amekuteremshieni kwa haki na ina hoja na dalili za wazi. Kila linaloongelewa kwenye Qur'ani linatolewa hoja na dalili. Wenye akili wanazielewa. Hawa watu hawataki, kila kitu wanakataa. Kwa nini bado munawapenda? Yukhrijuna rasula, jengine baya walilolifanya hawa watu. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, wamemtimua mtume na nyinyi wamekutimueni. Mko Madina hapa kwa sababu Maka ilikuwa si mahala rafiki kwenu kukaa. Wamekutoeni mjini kwenu nyinyi na mtume wenu. Bado tu mnawapenda. Haya yote hayajatosha kuwa ni dalili za kwamba hawa watu maadui kwenu? Maneno hayo Allah anasema kuwaambia waumini, hawa watu mnaowapenda, yukhrijuna rasula wa iyyakum, wamemtimua mtume na wakakutimueni nyinyi kwenye mji wenu mliozaliwa mnaopenda. Yani yukhrijuna Muhammadan min Makkah, wamemtoa Muhammad kwenye mji wa Maka. Dhulman wa udwana, wamemtoa kwa kudhulumu tu na kumfanyia uadui. Hana kosa la kustahiki yatimliwe kihivyo, lakini wamemtoa. Kama yukhrijuna aidan minha almu'minin, kama ambavyo na waumini kadhaa wamewatoa kwenye mji huo. Wameshindwa kuishi Maka wakaondoka. Pao walipozaliwa hapa kaliki. Halafu bado watu wanaofanya makosa kama haya nyinyi mnawaona wema, marafiki, mnawapendelea kheri, mnajali usalama wao, wakati wao wanataka wawaangamize. Kwa nini mnafanya hivyo? Qala fil bahri, mwanawachuoni mwingine aliandika tafsiri inaitwa al-Bahri al-Muhit. Kwenye aya hii kasema hivi waqadima ar-rasulu tashrifan lahu wa qaddima ar-rasulu tashrifan lahu. Kwenye maelezo katangulizwa kutajwa mtume. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, hawa watu wamemtoa mtume, wamekutoeni na nyinyi. Kwa hiyo Sheikh aliandika tafsiri ya al-Bahru al-Muhit, anasema wa qaddima ar-rasulu tashrifan lahu, katangulizwa kutajwa mtume peke yake kwa ajili ya kumtukuza, kuonyesha cheo chake, kama Allah anavyosema tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, hushushwa malaika na Jibril katika usiku huo. Sasa Jibril naye ni malaika, si ingetosha tu kwamba wanashushwa malaika, lakini anatajwa na yeye kwa cheo chake specifically, kuonyesha yeye ana hadhi maalum. Kwa hiyo wamemtoa mtume kwenye mji wake na wakakutoeni na nyinyi, kuonyesha mtume katajwa peke yake kwa sababu ya sharafu alionayo. Waliannahu, na kwa sababu katajwa yeye mwanzo, liannahu al-aslu lilmu'minin, yeye ndo sosi ya kupatikana hawa waumini. Kaja na ajenda, sera, dira, kaitangaza, watu wakaikubali. Kwa hiyo yeye akawa kiongozi na waliomkubali ndio wafuasi wake. Wa maana ikhrajuhum, na maana ya kutolewa kwao, annahum dayiqu alaihim wa adhahum, hao wenye mamlaka kwenye mji wa Maka waliwadhalilisha sana watu kwenye mji wao na wakawafanyia maudhi mengi. Dayyaqu alaihim, wamewafanyia dhiki. Maisha pale Maka kwao ikawa ni ya dhiki, hapa kaliki. Wa adhahum,
na watu wenye mamlaka ya Maka wamewafanyia maudhi waumini kwa sababu ya imani yao, wakashindwa kukaa kwa amani pale Maka. Hata kharaju minha, mpaka wakaiacha nchi yao, wakatoka mjini kwao, mji wa Maka wakauacha. Muhajirina ila almadina, wakawa ni wahamiaji, wakahamia Madina. Kwao walipozaliwa hapa kaliki, wanateswa na ndugu zao, wakalazimika kuhama na wahamie mji mwingine ambako hawakuchukua chochote katika mali zao. Huku walikoondoka kuna makazi yao, kuna mali zao zisizohamishika na vitu vingine. Sasa nyinyi mliofanyiwa udhalimu, munawaonea huruma madhalimu wenu. Nyinyi mnaotakiwa muangamie, munawalinda wale waangamizaji. Picha gani sijui inatengenezeka? Wamemtoa mtume wakakutoeni na nyinyi, antu'minu billahi rabbikum. Kosa lenu ni kumwamini Allah Mola wenu. Wewe ukisema Mungu mmoja, yule anayewaungu wengi hakuelewi, anakuona kama ndo umekufuru.